Ndugu zangu wapendwa wa familia ya Mungu, kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu na ambaye anaishi katika huu uso wa dunia ana kiu ya kutafuta comfort, ile hali ya utulivu katika safari yake ya maisha. Pengine unaweza kusema elimu itanisaidia katika kutuliza kiu yangu ya ndani. Mwenyezi Mungu anakusaidia katika safari yako ya elimu, unamaliza vizuri, lakini pamoja na elimu uliyoipata bado unaona kuna kitu kinakosekanika ndani ya moyo wako. Ama pengine una kiu ya kupata sakramenti ya ndoa. Unamwomba Mwenyezi Mungu akusaidia kuongoze kumtambua aliye sahihi katika maisha yako. Mwenyezi Mungu anakujalia sakramenti hiyo ya ndoa. Unaanza safari ya maisha ya ndoa. Lakini katika safari ya maisha ya ndoa, baada ya kipindi fulani unakuja unagundua tena bado kuna kitu kinakosekanika katika maisha yangu haya ya ndoa. Hata katika safari yetu za kazi, unasema nikipata kazi fulani nitakuwa nimetuliza kiu yangu. Mwenyezi Mungu anakusaidia, unapata hiyo kazi. Baada ya muda fulani unaona ile kazi ambayo ulikuwa unaitafuta kwa nguvu, unaitafuta kwa muda wote, haina maana. Unaona ile kiu yako ambayo ulikuwa unaitafuta ya kupata kazi, bado kuna kitu kinakosekanika katika kupata ile kazi. Ndugu zangu wapendwa, ujumbe wa neno la Mungu tunaopewa katika siku ya leo, Kristo ndiyo maji ya uzima ambaye anakuja kutuliza kiu zetu za kiroho. Kila mwanadamu ana hiyo hali ya kiu, anatafuta jambo fulani katika maisha yake, lakini hata akilipata anaona kuna kitu bado kinakosekanika katika moyo wake. Hiyo tunafundishwa kwamba ni nafasi ya Mwenyezi Mungu katika safari yako ya maisha. Katika somo la kwanza tumesikia safari ya wana wa Israeli, wanatoka Misri wanaelekea katika nchi ya ahadi, kupita katika jangwa. Na katika jangwa wanapata adha ya kuhisi kiu. Wanaanza kumlaumu, kumlalamikia Musa, kwa nini amewatoa kule Misri ambako pamoja walikuwa wanateseka, lakini walikuwa wanakula, wanakunywa. Wanaambia umetuleta jangwani huku ili tufe kwa njaa, tufe kwa kiu. Wanamlalamikia. Lakini Musa ambaye alikabidhiwa na Mwenyezi Mungu awaongoze wana wa Israeli kuelekea nchi ya ahadi, alisikiliza malalamiko yao na alienda kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili wana wa Israeli wakate ile kiu yao ya maji. Tunajua ndugu zangu wapendwa, pasipo maji panachafuka, pasipo maji hali inabadilika. Na wengine wanasema kwa kweli bora tukose umeme lakini sio maji. Maji ni jambo muhimu sana, kiminika muhimu sana katika safari ya maisha ya mwanadamu. Na 50% mpaka 65 wanasayansi wanatuambia sehemu ya mwili wa mwanadamu ni maji. Lakini pia hata robo tatu ya uso wa ulimwengu, uso wa dunia imefunikwa na maji. Kumbe maji ni muhimu sana, ni kimiminika chema katika safari ya maisha ya mwanadamu. Pasipo maji mwanadamu anaweza akapoteza maisha. Kwa hivyo wana wa Israeli wanamnung'unikia Mungu na Musa, kwa nini umetuleta huku jangwani tufe kwa kiu? Tunaona kiu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu alishaweka agano na wana wa Israeli kwamba ni taifa teule,
atakuwa nao katika safari yao yote ya maisha, katika mateso yao, katika magumu yao. Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkubwa anawapatia maji wana wa Israeli. Anamtuma Musa kunyanyua fimbo yake, piga ule mwamba ambao alinyanyua kule bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita. Wana wa Israeli wanakata kiu yao ya kimwili, na hii haimaanishi kwamba hawatahisi kiu tena, watahisi kiu tena, lakini kwa wakati ule walikuwa wana kiu ya kimwili. Hata sisi wakati fulani, ndugu zangu wapendwa, katika changamoto zetu za maisha tunaweza tukakosa imani. Wana wa Israeli katika watu ambao walishuhudia makuu ya Mwenyezi Mungu, upendo wa Mwenyezi Mungu, na waliamini kwamba na walishuhudia makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao, ni wana wa Israeli. Hakuna wanadamu wowote ambao walishuhudia matendo makuu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanafika jangwani, pamoja na kushuhudia hayo makuu ya Mwenyezi Mungu, lakini wanakosa imani kwa sababu ya kiu ya kimwili. Kwa sababu ya magumu wanakosa imani katika safari yao ya kuelekea nchi ya ahadi. Hata sisi ndugu zangu wapendwa, katika safari yetu ya maisha ya kiroho, tunapopitia changamoto, tunapopitia magumu, shida, adha, tunakosa imani, tunarudi nyuma, tunasahau kwamba sisi ni taifa teule la Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Na ndio katika somo la Injili, Kristo kwa upendo mkubwa wa Baba anatumwa kuja kukaa nasi, ambaye ndiye maji ya uzima, maji ya kiroho, ambaye anakuja kutuliza kiu zetu za kiroho. Ndugu zangu wapendwa, Dominika ya leo ya 3 ya Kwaresma tunaalikwa kumpa Mungu nafasi katika mioyo yetu. Kila mwanadamu ana kiu ya kiroho, na hiyo kiu ya kiroho, ndugu zangu wapendwa, haiwezi kutulizwa na kitu chochote isipokuwa Kristo ambaye ni maji ya uzima. Kiu ya maji haiwezi kukatwa na kiu ya bia. Kiu ya maji haiwezi kukatwa na kiu ya soda. Kiu ya kiroho haiwezi kukatwa na nguvu nyingine yoyote isipokuwa Kristo ambaye ni maji ya uzima. Tumesikia simulizi refu katika somo la Injili. Mwanamke Msamaria anakutana na Yesu kisimani. Yesu ambaye alikuwa ni Myahudi. Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawachangamani kwa sababu za kihistoria na sababu za kisiasa. Yesu anamkuta mwanamke Msamaria kisimani, muda ambao sio sahihi wa kuteka maji, sababu Wayahudi wa Samaria walizoea kwenda kuteka maji asubuhi au jioni, lakini anamkuta saa 6, muda ambao sio sahihi. Kristo anaanzisha dialogue, anaanzisha mazungumzo na mwanamke Msamaria, ambao kilikuwa si kitu cha kawaida kwamba mkute Myahudi na Msamaria wanazungumza pamoja, kwa sababu wakikutana ilikuwa ni vita, kuuana. Bwana wetu Yesu Kristo anajifunua kwamba yeye ndiyo maji ya uzima. Mwanamke ambaye alikwenda kisimani kuchota maji ili kutuliza kiu yake ya kimwili, Kristo anajidhihirisha katika maisha yake kwamba mimi ndiyo maji ya uzima, na yeyote atakayekunywa maji haya hataona kiu kamwe. Kimsingi, ndugu zangu wapendwa, mwanamke Msamaria alikuwa ni mwanamke mdhambi tuseme, kwa sababu alidhihirisha wazi kwa Kristo. Kristo amwambia nenda kamuite mume wako. Akamwambia sina mume. Akamwambia ulishakuwa na wanaume 5, hata huyu uliyekuwa naye sasa hivi si wa kwako. Na kupitia mazungumzo hayo kati ya Myahudi na Msamaria, mwanamke Msamaria, ndugu zangu, anaongoka. Kristo ambaye ni maji ya uzima anatuliza ile kiu yake ya kiroho. Kristo ambaye ni maji ya uzima anamsaidia kuelekea katika safari ya uongofu. Wapendwa familia ya Mungu, tumuombe Mungu katika adhimisho hili la ibada ya misa, Dominika ya leo ya 3 ya Kwaresma. Tunapopata changamoto, tunapopata majaribu, tunapopata shida,
tukumbuke Kristo ndiyo maji ya uzima. Tukumbuke kwamba Kristo ndiye atakayekata kiu zetu za kiroho. Hakuna sehemu yoyote, ndugu zangu wapendwa, utakapokimbilia ukapata kitulizo chako kukata kiu yako ya kiroho isipokuwa ndani ya Yesu wa Ekaristi. Kupitia Yesu wa Ekaristi ndipo kiu zetu za kiroho zinatulizwa. Yesu wa Ekaristi ndiyo anatusaidia sisi wanadamu daima kuifuata njia ya uongofu. Yesu wa Ekaristi ndiyo anatusaidia sisi wanadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu daima kutenda matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu, kama ujumbe wa Kwaresima wa mwaka huu unavyotutaka daima tusichoke katika kutenda mema. Katika safari ya uongofu ya mwanamke Msamaria, ndugu zangu wapendwa, anaruhusu mazungumzo na Bwana wetu Yesu Kristo. Hata sisi leo, ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kuzungumza, kuruhusu, kumpa Yesu nafasi katika safari yetu ya maisha. Tuzungumze na Yesu, tofauti na wana wa Israeli kule jangwani, ambao wao walipopata kiu kwanza waliwaka hasira, wakataka mpaka kumpiga Musa. Waliwaka hasira kali, si ajabu walitaka kumuua. Hawakutaka majadiliano, hawakutaka mazungumzo yoyote, lakini Kristo anaruhusu mazungumzo na mwanamke Msamaria, anaruhusu dialogue na mwanamke mwenye dhambi. Sisi leo, ndugu zangu wapendwa, katika safari yetu ya maisha, katika kukua kiroho, katika kuelekea kumjua Mwenyezi Mungu, tupige magoti, tuzungumze na Kristo, tujadiliane na Kristo, tumpe Yesu nafasi katika maisha yetu tunapoelekea katika kumjua Mwenyezi Mungu, katika climax ile kweli mwanadamu huyu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kama wanadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, hatuna budi kumpa Mwenyezi Mungu nafasi, kumsikiliza Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Fundisho, tunaalikwa daima katika magumu, msikilize Yesu, kaa pamoja na Yesu, ongea na Yesu, zungumza na Yesu. Na sehemu pekee ambayo unaweza kuzungumza na Yesu, ukafanya majadiliano na Yesu, mbele ya Yesu wa Ekaristi. Na mara nyingine unapompokea Yesu wa Ekaristi, ndipo unaongea naye, ndipo unazungumza naye. Ndiyo safari ya kuelekea uongofu wetu sisi wanadamu. Mwanamke Msamaria aliporuhusu majadiliano na Bwana wetu Yesu Kristo, anapata neema. Neema ni zawadi ya bure kwetu sisi wanadamu, tunaipata bure wala hatuilipii. Neema ni uzima wa kimungu rohoni mwetu, ni uzima wa kimungu ndani mwetu. Dominika leo tunaalikwa, ndugu zangu wapendwa, tumpe Yesu nafasi katika maisha yetu, tujadiliane na Yesu ili neema ya Mungu iendelee kujidhihirisha katika maisha yetu. Hakuna kiu zetu za kiroho, hakuna yeyote anayeweza kutuliza isipokuwa Kristo. Na kiu yako ya kiroho utaitulizaje? Kwa kumruhusu Kristo azungumze pamoja na wewe. Usipompa Kristo nafasi kuzungumza pamoja na wewe, utaendelea kuhangaika katika safari yako ya maisha. Ni kumruhusu Kristo azungumze pamoja na, ndipo utakapoweza kuikata ama kuituliza kiu yako ya kiroho. Kiu ya kiroho haiwezi kutulizwa na kitu chochote kile, ndugu zangu wapendwa, isipokuwa Kristo ambaye ni maji ya uzima. Mwanamke Msamaria ambaye alikwenda kisimani kuchota maji, badala ya kwenda kukipata kile ambacho alichokuwa anakifuata, mwanamke Msamaria anakuwa nabii. Mwanamke Msamaria anakuwa mtume na anaongoka kutoka katika hali yake ya dhambi, anakuwa mtu mwema. Na aliposhuhudia kwamba Kristo kweli ni nabii, alikwenda kumtangaza kwa watu wengine, kuona matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyomtendea kule kisimani. Tunaalikwa pia, ndugu zangu wapendwa, Kristo anapotutendea mambo makubwa katika maisha yetu, anapotutendea makuu katika maisha yetu, hatuna budi kuwa waenezaji Injili, kushuhudia matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Mwanamke Msamaria anapeleka habari za Yesu kwamba nimekutana na nabii, amenifunulia mambo
ambayo hakuna mtu anayejua na sijawahi kukutana naye sehemu yoyote, lakini amenifunulia na nikatambua kwamba yu nabii. Katika siku ya leo ambayo pia kwa namna pekee tunaadhimisha siku ya wanawake duniani, wamama wote tunaalikwa kuiga mfano wa mwanamke Msamaria ambaye akawa mtume wa kumshuhudia Kristo katika maisha yake, kumshuhudia Kristo katika safari yake ya maisha kwa watu wengine, kuwa mtume kueneza Injili, kueneza habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika leo, ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kumtafuta Kristo, Kristo ambaye anakata kiu zetu za kiroho. Pasipo Kristo, ndugu zangu wapendwa, daima tutaendelea kuhangaika tu katika safari yetu ya maisha. Daima tumwombe Mungu tuwe na Kristo katika safari yetu. Daima Kristo atawale maisha yetu. Kristo aendelee kutuliza kiu zetu za kiroho. Endelea kusisitiza, naendelea kurudia, kiu zetu za kiroho ni tofauti na kiu za kimwili, ambayo utahisi kiu ya maji, utaenda kunywa maji, lakini kiu ya kiroho ni maji ya uzima, ambayo ni Kristo anayetuliza kiu zetu za kiroho. Hauna Kristo, tunaalikwa kumtafuta Kristo. Haujampata Yesu, hujapata kitu chochote. Umempata Yesu, umepata vyote. Tumsifu Yesu Kristo.